Tunaendelea na somo letu kwenye hicho kitabu cha Mathayo mlango wa 15. Nataka tusome ule mstari wa 27. Maandiko yanasema hivi, akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa ula makobo yaangukayo mezani pa bwana zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mwanamke baada ya kuwa Yesu amemwambia chakula cha mbwa akifai kuchukuliwa kikatupwa, chakula cha watoto akifai kuchukuliwa kikatupwa kwa mbwa, yule mwanamke anamwambia Yesu, ni ukweli, nimekumbali. Kwa hivyo ina maana kwamba alikumbali yeye ni mbwa, akukumbali yeye sio mtoto ambaye anafaa kupewa hicho chakula, na akajiweka kwenye nafasi ya mbwa kwa sababu alielewa lugha. Nimeeleza kwa nini huyo mwanamke alikuwa na wepesi, kwa nini alikumbali kwa yeye ni mbwa. Kwa sababu Waisraeli walikuwa na waita watu wa Tiro na Sidoni kwamba ni mbwa. Na ilikuwa iko hivyo kwa sababu ya Jezebeli aliyeuawa na akakuliwa na mbwa ambaye alikuwa ametokea Tiro na Sidoni. Sasa anasema ya kwamba yule mwanamke ni ukweli, lakini hata mbwa sasa ikitokea kwamba watoto wamebakisha chakula, kile chakula ambacho watoto watakuwa wamebakisha kinaweza kikatupiwa mbwa. Na hii inatufundisha jambo la kwanza, naweza nikawa nimepewa neno la Mungu, lakini yule ambaye nimetumwa kwa ajili yake akawa hayuko ready kunipokea. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa kwanza mstari wa 11, maandiko yanasema Yesu alitumwa kwa walio wake, lakini walio wake wakamkataa. Anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo kuna wale ambao Yesu alikuwa ametumwa kwa ajili yao. Kuna wale watu ambao Yesu alikuwa amebeba package yao kabisa kutoka mbinguni, lakini wakamkataa. Naweza kuwa nimepewa neno kwa ajili yako, nimepewa msaada wako, nimepewa idea ambayo nikikupea idea utafanikiwa, lakini ukanipuuza kwa nikataa. Usiwapee watu waliokukataa vitu ambavyo umepewa, hata kama umepewa kutoka mbinguni. Wakikukataa wamekukataa. Hata Yesu alipomkataa, maandiko yanasema bali wote waliompokea. Ina maana aliwaendea wale ambao alikuwa hajatuma kwao. Waliompokea kati ya wale ambao walikuwa wametuma kwao akawapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza kuwa niko na msaada wako, naweza kuwa Mungu amenipea package kwa ajili yako, lakini ukinikataa ndio basi imeisha hivyo. Kwa hivyo kuna vitu kadha ambazo zinaweza zikafanya mtu ambaye umetumwa kwake, mtu ambaye amebeba msaada kwa ajili yako, ule msaada ukakosekana. Ujue kwamba Mungu akitaka kumsaidia mtu huwa anatumia mtu mwenzake. Wakati ule Mungu alitaka kuwaokoa wana wa Israeli kutoka Misri, maandiko yanasema akasikia kilio chao, akaona mateso yao, lakini cha mwisho alikuja kumtuma Musa. Kwa hivyo ina maana kwamba unaweza ukateseka, ukalia sana, ukaomba Mungu, lakini Mungu hatashuka yeye mwenyewe, atakutumia mtu. Na lazima ujifundishe kumwangalia aliyetumwa, aliyebeba msaada wako katika ile sura ambayo Mungu angependa umuone. Maana ukimuona kwenye sura nyingine, wana wa Israeli mara ya kwanza alipokuja Musa walimuita muuaji. Ingawaje aliua mtu, lakini Musa alikuwa na roho ndani yake ya kuomboa. Akawapata Misri na Mwisraeli wanapigana, akamchukua Misri akamuua. Wale watu walipomwangalia kama Musa ni muuaji, wakaenda wakamsema kwa Farao. Farao akataka kumuua. Musa akakimbia akaenda. Mtu anaweza kuwa ametumwa kwako akiwa amebeba msaada, amebeba package kwa ajili yako, lakini ukamkataa. Ndio maana Yesu, maandiko yanasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Kuna wale ambao Yesu hakuwa ametumwa kwa ajili yao, lakini alipokuja kwa wale aliotumwa kwa ajili yao wakamkataa. Kwa hivyo ina maana naweza kuwa nimebeba neno la uponyaji kwa ajili ya mtu, lakini yule mtu akiniangalia akaona kwamba huyu ni kijana mdogo. Naweza kuwa nimebeba neno la baraka kwa ajili yako, lakini ukiniangalia ukanikataa. Naweza kuwa nimebeba kitu ambacho nimetoka mbinguni kukibeba ili nikapate kutua kwako, lakini ukiniangalia kama Musa, kama muuaji, ukiniangalia kama Paulo, vile ambavyo walikuwa wanamkataa Paulo, wanampiga na mawe, ukiniangalia kama Yesu, vile Yesu alimwangalia alipoenda kwao. Maana alipoenda kwao, watu wako kwa sababu wanajua alizaliwa hapo, walimuona akiwa kijana mdogo, wakamkataa, wakamfukuza. Ukiniangalia katika hiyo sura, unaweza ukakosa kile ambacho Mungu amenibebesha kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kile kitabu cha Yohana mlango
wa 17 kuanzia mstari wa 6. Yesu anaongelea kuhusiana wale ulionipa. Kuna mambo mengi anasema, wale ulionipa Bwana wote nimewakabidhi kwako, wote nimewasaidia. Kwa hivyo kuna wale ambao Mungu alinipa nikitoka mbinguni, ili kwamba nikicheka na wao watacheka, nikifurahia watafurahia, nikifanikiwa na wao watafanikiwa. Lakini naweza nikaja kwa hao ambao Mungu amenipa lakini wakanikataa. Ndio maana Yesu anasema wote ulionipa wote nimewasaidia, ingawaje isipokuwa tu mmoja ambaye ni mwana wa upotofu. Yesu anapoongelea kuhusiana na mwana wa upotofu, number one, anaongelea kuhusiana na mtu mmoja ambaye anaitwa Judas Iskarioti. Judas Iskarioti alikuwa ni mtu wa kupotea tu. Hata kama ungemfanyia nini, alikuwa amewekwa kwa ajili ya hiyo kazi ya kupotea, kujinyonga na mambo yake yaishe hivyo. Anasema isipokuwa yule mwana upotofu. Namba 2, Yesu anapoongelea kuhusiana na mwana wa upotofu, anaongelea kuhusiana na yule kijana ambaye alimkujia akamuuliza, nitafanyeje Bwana ili niurithi ufalme wa mbinguni? Yesu akampea sababu, akampea kile ambacho atakifanya. Maana ukisoma kwenye kile kitabu cha I think ni kile kitabu cha Luka mtakatifu 18 kuanzia mstari wa 18. Hapo ndio utakutana na kijana mmoja ambaye alimwendea Yesu akamuuliza, Bwana, nitafanyeje ili niurithi ufalme wa mbinguni? Yesu akamuuliza, unajua sheria za Musa? Akamwambia, mimi nazijua kutoka nikiwa mdogo, hizo zote nimefuatia kabisa. Yesu akamwambia, jambo moja tu ndio umebakisha. Uza mali zako kisha wagawie maskini. Hapo ndio kizungumkuti kiliingia. Maana Yesu anapoangalia huyu kijana, Yesu ndiye njia, kweli na uzima, lakini akimwambia mimi nitakuombea na utaokoka, ina maana hizo mali zake zitamuondoa kwa Yesu tena. Yesu akaangalia akaona mali za huyu kijana ndio zimemzuia huyu kijana kuurithi ufalme wa mbinguni, maana amezitegemea kwa kila jambo. Anaona mali zake ndio kubwa kuliko Yesu mwenyewe. Kwa hivyo akamwambia, cha kufanya, uza mali zako zote kisha wagawie maskini, ndipo utakapourithi ufalme wa mbinguni. Kuna mahali Yesu anasema ya kwamba nilikuwa sina chakula, hamkunipa chakula. Nilikuwa na njaa, nilikuwa njela, nilikuwa mgonjwa. Ina maana kuna wakati Yesu anajifanyaga kuwa maskini. Unakutana na mtu maskini lakini ni Yesu amechukua umbile ya huyo mtu. Maana Yesu anakuanga na mwili wa malaika. Ule mwili ambao ulikuwa unatokea watu na anapotea ghafla. Watu walikuwa hata hawamjui. Maana kuna watu walikuwa wanaenda Emmaus, wakatembea na Yesu lakini wakawa hawajajua kama ni Yesu. Huo mwili hata leo hii Yesu ako nao. Na kuna wakati Yesu anaweza akajibadilisha akaja kwao kama maskini, mtu mgonjwa, mtu aliye jela, lakini ukamkataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana maandiko yanasema nilikuja kwa walio wangu lakini wakanikataa. Kuna wakati Yesu anakujanga ili kupima tabia zako zimefikia wapi. Na anakuja katika sura za wagonjwa, sura za maskini, sura za watu ambao wako jela, ili aone kama kweli unafaa kile ambacho unahitaji kuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule kijana akapewa hofa, akaambiwa kile ambacho utafanya, uza mali zako zote kisha wafee maskini. Kwa hivyo Yesu ndiye alikuwa anakuja kujibadilisha kuwa maskini, anapokea zile mali tena. Hii ni siri kubwa sana ambao watu wengi hawajaielewa. Anasema uza mali zako kisha uwagawie maskini. Maana Yesu anajua kuna wakati Yesu anasema ya kwamba ni ngumu sana kwa tajiri kuingia ufalme wa mbinguni. Ina maana kwamba ni rahisi kwa maskini. Kwa hivyo anapoangalia ama Yesu anapoangalia mbinguni, anaona viwanja vya mbinguni ama mazingira ya mbinguni yamemilikiwa na maskini wengi. Kwa hivyo akamwambia huyu kijana, ukitaka kurithi ufalme wa mbinguni, kuna maskini wako na viwanja kule mbinguni. Kuna maskini wako na nafasi kule mbinguni. Kwa hivyo uza mali zako uwapee maskini. Utengeneze urafiki na mali za hapa duniani. Kuna wakati Yesu aliwaambia akasema kwamba jifundisheni kutengeneza urafiki kwa mali za hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kawaambia uza mali zako zote kisha wagawie maskini, ndipo utakaporithi ufalme wa mbinguni. Sijui kama kuna kitu ambacho nakielewa pale, kwamba Yesu anaweza akakuja kwako kwa sura ya mtu ambaye ni maskini ama mtu ambaye yote yule, akitaka kujibu ya maombi yako ambao ulikuwa umeomba, lakini ukamkataa kwa sababu amekuja katika ile sura ambao ulikuwa unatarajia. Amekuja katika sura ya mgonjwa, amekuja katika sura ya maskini, amekuja katika sura ya mtu aliye katika jela, amefungwa na nguvu za giza, amefungwa na umaskini, lakini ukamkataa kwa sababu ya ile sura amekuja nayo. Barikiwa sana. Tupatane kwenye sehemu ambayo inafuata.
nifundishe zaidi. Amen.